Sihusiani na swala hili la swala la udini. Wakristo sana wao ndo wanaleta udini, lakini imekuwa Waislamu sisi wanatuambia udini, tunaleta udini. Sasa kati ya Mkristo na Muislamu nani mdini? Tatizo la nchi hii, neno udini limekuwa ni msamiati usioeleweka. Lakini kwa uzoefu wangu, ukisikia mtu anaambiwa mdini, mara nyingi anakusudiwa Muislamu. Mara nyingi sana. Kwa sababu kwa mfano toka enzi za Mwalimu Nyerere, mwaka mpya ilikuwa ni siku ya kazi. Tena tulikuwa tunasoma sisi katika shule, tuna kalenda za kanisa Katoliki zimeandika masikukuu ya mwaka mzima na ya Waislamu yakiwemo. Wanasema mwaka mpya, tukio la Bwana, siku ya amani, sijui siku ya majivu, sijui kupalizwa Maria mbinguni na maneno mengine mengi, masikukuu ya Wakristo yako mengi. Toka wakati wa Mwalimu Nyerere mpaka leo, Wakristo walikuwa mwaka mpya tunakwenda kazini. Waislamu walipewa sikukuu 2, 3 na Wakristo wakapewa sikukuu 4. Waislamu walipewa Eid al-Fitri, Eid al-Adha, Eid al-Hajj wanaita, na Maulid. Bas. Na Wakristo walipewa Christmas, Pasaka, Christmas, Ijumaa Kuu, Pasaka na Jumatatu ya Pasaka. Sikukuu 4. Lakini alivyokuja Mwinyi, Ali Hassan Mwinyi, wakataka mwaka mpya ni sikukuu ya mapumziko. Ruksa ikaruhusiwa, ikawa sikukuu ya mapumziko mwaka mpya. Christmas tuongeze na Boxing Day. Ikaongezwa na Boxing Day vile vile. Ikawa ni sikukuu ikawa ni siku ya nini? Ya mapumziko. Sasa Waislamu nao thubutu uje useme na mimi nataka basi mwaka mpya wa Kiislamu uwe nao ni mwaka mpya siku ya mapumziko. Utawaambia usilete udini hapo, nataka kuvuruga amani ya nchi. Hawa mbona kwa nini wasivuruge amani ya nchi nao hawa? Kwani wao wanajua mwaka wao ule ni ibada, na sisi tunaona mwaka wetu ni nini? Ni ibada. Wana haki ya kupewa mwaka mpya na sisi tukapewa vile vile kama wengine. Okay, tuje katika upande wa siku za ibada hizi. Waislamu, Wakristo wana sikukuu ya Jumapili, ni siku ya mapumziko. Huko nyuma toka enzi za Nyerere, Jumamosi nayo ilikuwa ni siku ya kazi. Lakini walipokuja Wasabato nao wakasema hapana, na sisi Jumamosi ni siku ya mapumziko, hatutakiwi kufanya kazi. Sasa Muislamu nawe sema na mimi basi nataka Ijumaa yangu. Utaambia usilete udini hapa, usitaki kutuvuruga, kutugawa kwa misingi ya dini. Kwa nini kila anachodai Muislamu ndiye anaonekana mdini? Okay, au tudai kwamba bwana sasa Jumamosi ifutwe, Ijumaa ifutwe vile vile, Jumapili ifutwe. Tuchague siku moja ambayo haihusiani na dini, iwe ndio siku ya mapumziko. Zilizobakia watu watajua wenyewe jinsi ya kwenda kanisani, jinsi ya kwenda msikitini. Mfano Jumatatu au Jumatano. Hiyo Jumatatu au Jumanne iwe ndio siku ya mapumziko. Zilizobakia Jumapili watajua watu wataendaje kanisani. Jumamosi Wasabato watajua watakwendaje kanisani. Ijumaa Waislamu watajua watakwendaje msikitini. Sisi Jumatano ndio siku ya kitaifa ya mapumziko kwa wiki. Dai hilo uone kama itawezekana. Watakwambia unaleta udini hapa. Sisi tumekaa na tukuleta mambo ya udini. Yaani wewe ndio utaambiwa mdini tu. Sasa mdini ni nani? Yaani wale wanaobaguliwa kwa misingi ya dini ndio wanaitwa wadini. Wale wanaobagua watu kwa misingi ya dini eti wanaonekana ndio watu safi. Hili ni jambo la kuchekesha hili. Sio jambo la kuchekesha kwa kweli. Ndio yale tulikuwa tukizungumza ule upande wa ajira. Yaani Mkapa kateua mawaziri wakatofauti ya Waislamu tofauti wa Kristo 4 tu. Yaani Wakristo wakazidi 4. Karibu ka balance. Tena katika mabalozi Mkapa Waislamu walizidi kwa tofauti ya mtu mmoja. Yaani mabalozi katika nchi Waislamu walikuwa wengi kwa tofauti ya mtu mmoja. Lakini uteuzi wa Rais Magufuli wa mwaka 2020 wote Wakristo Waislamu watatu tu. Ujaribu kuzungumza hapo, mbona umeleta ubaguzi? Sasa usilete udini hapo. Sisi tunataka kutoka kwa misingi ya dini. Sisi huko tulikotoka tunaishi vizuri, Waislamu na Wakristo, tunakaa chumba hiki Mkristo hiki Muislamu, tunapeana chumvi, tunaazimana viberiti. Yanakuwa ndio maneno ya namna hiyo. Hayo maneno ya kuazimana chumvi viberiti yanafuta ubaguzi huu? Hapana, tuwe wa kweli katika masuala yote. Udini, watu wote wanaoleta udini wakemewe, na wakemewe kwa vigezo vinavyoonyesha kwamba hapa ni wadini. Udini ni kitu ambacho hakitakiwi katika nchi hii. Ni nchi ni yetu wote, hatutakiwi kubaguana kwa namna yoyote.
Basi tunashukuru sana Sheikh Hussein. Asante sana. Na Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu, nashukuru sana vijana wangu kwa kuja hapa kunihoji. Mimi nipo hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Kuhusu hizo harakati, jamani, mimi nimekuwa mtu mzima, nimekuwa mzee. Kwa hali hiyo, baadhi ya harakati kidogo kutokana na umri na nguvu zimepungua kidogo, lakini pale ninapotakiwa ushirikiano wangu, tuko pamoja inshallah. Nawashukuru sana, na Waislamu na wahusieni sana kumcha Mwenyezi Mungu, na hususan katika mwezi wa Ramadhani ambao unakuja mbele yetu. Jitahidi sana ndugu zangu Waislamu, utumieni mwezi wa Ramadhani kuziomba kheri zozote mnazozihitaji. Mtajeni sana Mwenyezi Mungu, someni sana Qur'ani, ombeni msamaha kwa Allah, msalieni sana Bwana Mtume, mtajeni sana Allah tabaraka wa taala, toeni sadaka kwa wingi, muombe kheri Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Ninaamini kabisa kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia kwamba ndani ya mwezi wa Ramadhani dua ni mustajab, Mwenyezi Mungu ataitika dua zetu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.